Hakuna mapumziko mengi, ila kunalo pumziko moja tu katika sura moja kwa jina lake iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na kila jina, ikimaanisha inayotawala au inayoitwa katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kunalo pumziko moja tu linaloitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Na huyu ni Andegunyo. Ninazungumza kuhusu pumziko sehemu ya 17. Ndio, hatuna wala hakuna mapumziko mengi, ila kunalo pumziko moja tu lililopo au linalotawala katika kila jina na katika kila jinsi. Pasipo kujalisha ni jina gani, pasipo kujalisha ni jinsi gani, bali pumziko ni moja tu linaloitwa au linalotawala katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kwamba kila jina kwa kila jinsi ndio pumziko moja. Kila jinsi au kila jina ndio pumziko moja linaloitwa katika kila jinsi na katika kila jina. Haijalishi ni jina lipi, lakini jina hilo kwa jinsi hiyo ndio pumziko linaloitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Uhai ni pumziko, uzima ni pumziko, hata kifo nacho ni pumziko. Na ndio maana unasema mtu akifa, akiwa katika kifo, katika muonekano wa kifo, huitwa amepata kapumziko la milele, akapumzike milele, kwamba hata muonekano wa kifo, jina kifo nalo ni pumziko. Ndio maana nimekwambia pumziko ni moja tu katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kila jinsi na kila jina kwa kuonekana kwake ndio pumziko. Jina kazi ni pumziko. Jina Sabato kwa muonekano wake ni pumziko linaloitwa katika kila jinsi na katika kila jina.
Jina mtu ni pumziko, mwanamume ni pumziko, mwanamke ni pumziko. Uzima ni pumziko. Taifa ni pumziko. Dini ni pumziko. Dhehebu ni pumziko. Kwa neno rahisi, kila jinsi na kila jina kwa kuitwa ndio pumziko. Ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo hapo popote katika sura hiyo ya jina hilo ndio pumziko lililopo au likitawala katika kila jinsi na katika kila jina. Ikimaanisha likiitwa au ukiitwa katika kila jinsi na katika kila jina, hivyo ulivyo. Kwa maana kwamba hivyo ulivyo ndio pumziko linaloitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Ikimaanisha hivyo hivyo katika jina hilo la muonekano huo, hivyo hivyo ulivyo ndio unaitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Ndio unatawala katika kila jina na katika kila jinsi. Ikimaanisha kila jina na katika kila jinsi ndio jina la jinsi hivyo ulivyo kwa kuonekana kwako. Ni baba, usishangae kuitwa mtoto. Ni hilo jina baba, usishangae kuitwa mtoto. Usishangae jina hilo hilo baba kuitwa mume. Kwa kuwa ni jina hilo hilo, ni pumziko hilo hilo, ni mwonekano huo huo wa pumziko unaitwa katika kila jinsi na katika kila jina. Usishangae huu mwonekano wa kukaa ukaitwa kazi ndio pumziko, ni jina lako. Hapo hapo ulipo katika kazi ukaitwa unapumzika, ukaitwa ni raha, ndio hiyo hiyo kazi. Ndio hilo hilo pumziko. Ikimaanisha kwamba popote pale ulipo ni pumziko. Jina lolote kwa kuitwa kwako ndio pumziko. Haijalishi unaitwa mgonjwa, ndio pumziko. Haijalishi unaitwa nani, ndio pumziko lililopo au linalotawala katika kila jinsi na katika kila jina. Ndio maana usishangae huyo huyo amekuita mgonjwa, huyo huyo hapo hapo amekuita mzima, huyo huyo hapo hapo amekuita tajiri, huyo huyo hapo hapo amekuita maskini, huyo huyo hapo hapo amekuita mtoto, na kushangaa imekuwaje?
si kwamba umebadilika na kuwa kingine, bali ni wewe huyo huyo uliye pumziko hapo katika jinsi na jina hilo. Upo au unatawala katika kila jinsi na katika kila jina. Ni pumziko hilo hilo moja katika muonekano wa sura hiyo moja, kwa jina hilo lililopo, yani ulilonalo, kwa maana kwamba linalotawala katika kila jina na katika kila jinsi. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo uliye pumziko, ikimaanisha uwepo wako wa muonekano huo wako ndio pumziko lenyewe linaloitwa au linalotawala katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kwamba kila jina unalolisikia, kila jinsi na jina lililopo ndio pumziko hilo hilo, ndio jina hilo hilo linatawala, linaishi lililopo. Ndio umeitwa pumziko sawasawa na sura inayokutambulisha iliyopo, yani ya uwepo katika jinsi na jina husika, ikimaanisha kwamba sura iliyopo, yani ya uwepo katika jinsi na jina husika, ndio utambulisho wa pumziko, ikimaanisha utawala. Sura iliyopo katika jinsi na jina husika ndio utambulisho wa pumziko, kwa kuwa chochote kilichopo ni matokeo ya kazi, ni matokeo ya kitu fulani, na kwa kuwa ni matokeo ndio inaitwa pumziko. Uwepo ni matokeo, kwa jina moja huitwa pumziko. Na kufanya chochote unachokifanya ni jina la matokeo, yani lililopo au utawala, ikimaanisha kila jina kwa kuitwa kwako ndio utawala ulipopa, ndio matokeo yaliyopo. Chochote unachokifanya kwa jina lolote la kuitwa kwako ndio matokeo yaliyopo, ikimaanisha ndio pumziko. Matokeo ndio pumziko, na kufanya popote pale ulipo unaishi matokeo, uwepo.
Kila jina na jinsi ya kuitwa kwako ni matokeo. Hapo katika kazi kwa jina la kuitwa kwako ni matokeo, na ndio maana imeitwa pumziko. Si kwa kuwa umebadilika, umejibadilisha, bali hivyo hivyo ulivyo ndio matokeo katika kila jinsi na katika kila jina, sawa sawa na ulipo. Ndio ni hapo hapo katika taaluma ulionayo. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana kwa jina la taaluma yako. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana mume. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana mke. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana mzazi. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana mtoto. Hivyo hivyo ulivyo unaonekana katika kila jinsi na katika kila jina. Na ndio maana nimekwambia hivyo hivyo ulivyo ndio pumziko linalotawala katika kila jinsi na katika kila jina. Na ndio maana pia nimekwambia pumziko ni moja linalotawala au lililopo katika kila jinsi na katika kila jina. Ikimaanisha kwamba jinsi ulivyo hivyo katika muonekano ulionao wa pumziko, kwamba chochote unachokitazama, chochote kilichopo, chochote kilichokuzunguka katika kila jinsi na katika kila jina kwa kuitwa kwake, kwamba ndio hilo pumziko au hivyo ulivyo unavyoonekana, unavyotawala katika kila jinsi na katika kila jina linaloonekana. Kwa maana moja kuu ni kwamba chochote kile, yoyote yule, kila jina, kila jinsi ni wewe hapo ulipo katika jinsi hiyo na jina hilo, ukiitwa au ukitawala katika majina yote hayo unayoyasikia kwa kuitwa kwao na kwa jinsi yao. Na ndio maana chochote kilicho kuzunguka ndio pumziko lako hilo moja. Yoyote yule ndio pumziko hilo lako moja kwa jina husika. Na ulipo hapo unaishi pumziko moja katika kila jinsi na kila jina lolote lililokuzunguka, kwa kulisikia, kwa kulitazama, kwa kulifikiri, kwa jinsi vyovyote vile. Ndio mtoto wako huyo ni pumziko lako, ikimaanisha ndio jina la pumziko hilo hilo linalivyoitwa. Ndio jina la wewe mzazi hilo hilo linavyoitwa. Ni mzazi, ni mke, ni mume, ni taifa, ni kijiji, ni uzao. Ndio pumziko hilo hilo moja linavyotawala au linavyoitwa katika kila jinsi na katika kila jina. Basi leo hii niishie sehemu hii
ya 17. Usikose sehemu ya 18 wiki ijayo. Pia popote pale ulipo, pokea pumziko la sura yako, pumziko la jina lako, pumziko la muonekano wa jina lako hapo lipo, pumziko la ugonjwa wako, pumziko la jina la ugonjwa huo ulionao. Pokea pumziko la umasikini huo ulionao. Pokea pumziko la kifo hicho ulicho nacho. Pokea pumziko la ndoa hiyo ulionayo. Pokea pumziko la muonekano wa uzao huu ulionao. Pokea pumziko la muonekano wa wanamume wako huo ulionao. Pokea pumziko la muonekano wa wanamke huu ulionao. Pokea pumziko la muonekano wa mashamba yako, utajiri wako, muujiza wako, mafanikio yako, taifa lako, ndoa yako, uchumba wako, uzao wako, Mungu wako. Pokea pumziko la jinsi ya muonekano wa uwepo wako popote pale ulipo. Ninakupatia pumziko hili popote pale ulipo. Haijalishi uko wapi, haijalishi uko katika jina lipi. Pokea pumziko la jina hilo. Pokea pumziko la muonekano wa jinsi ya jina hilo kwa kuitwa kwako popote pale ulipo. Ninakutamkia, nimekupa pumziko hilo popote pale ulipo. Kwenye ndoa hiyo kwa jina lake, kwenye familia hiyo kwa jina lake, kwenye uzao huo kwa jina lake, kwenye taifa hilo kwa jina lake, kwenye taasisi hiyo kwa jina lake, kwenye elimu yako hiyo kwa jina lake, popote pale ulipo, katika kila jinsi kwa jina la kuitwa kwako. Pokea pumziko la jina hilo. Pokea pumziko la sura yako. Pokea pumziko la uwepo wako. Pokea pumziko la kila jinsi ya jina la kuitwa kwako popote pale ulipo. Nimekupatia pumziko hili na lipo hapo ulipo, popote pale ulipo na lipo kwako.